Amina. Siku ya leo tunaenda kujifunza somo linalosema roho kukaa ndani ya watu. Tunajifunza somo linalosema roho kukaa ndani ya watu. Roho, kuna Roho Mtakatifu, kuna roho ya mwanadamu na kuna roho za shetani. Sikiliza nikufundishe kitu kimoja mpendwa. Kuna Roho Mtakatifu, kuna roho ya mwanadamu na kuna roho za shetani. Na siku zote roho huwa haifi. Roho huwa inaishi. Mtu anayeweza kuiua roho ni Mungu mwenyewe. Magonjwa haiwezi kuua roho, yani kitu chochote kile hakiwezi kuua roho. Ndio maana mtu anapokufa anakufa, lakini roho haifi, kuna mahali pa kuishi. Ndio maana kuna roho zinaishi ndani ya miili ya watu, zinawasurubisha. Lakini pia unatakiwa umkubali Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akusaidie, kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, roho nyingine haziwezi kukaa. Kuna watu wana roho za magonjwa. Magonjwa ni roho. Sikiliza kwa makini. Magonjwa ni roho. Kifafa ni roho. Ndio maana utashangaa mama una mtoto ana kifafa, baba una mtoto na kifafa. Kile kifafa inawezekana kuna babu alikuwa anaishi. Sikiliza kwa makini. Inawezekana kuna babu yake alikuwa anaishi, au kuna mtu kwenye ukoo wenu alikuwa na roho ya kifafa. Alipokufa ile roho ya kifafa ikaanza kumwandama yule mtoto, kwa sababu kifafa ni roho. Ukimwi ni roho, ndio maana mtu haponi ukimwi. Ndio maana mtu haponi kifafa. Ukichaa ni roho. Uchawi ni roho. Wizi ni roho. Yaani sikiliza, uchawi ni roho. Ili mtu aweze kuacha uchawi, lazima Roho Mtakatifu aingie ndani yake. Ndio maana mtu akisema ameokoka lakini uchawi hajaacha, akisema ameokoka lakini Roho Mtakatifu hajampokea, basi bado ule uchawi unaishi ndani yake. Uzinzi ni roho. Ndio maana mtu anasema, mtumishi, natamani kuacha uzinzi, nasunguka, najitahidi kuacha uzinzi, nashindwa. Ndio maana mtu anakuambia, mtumishi mimi nashindwa kuacha uzinzi. Ukiona wewe ni mzinzi, hebu chunguza baba yako hakuwa mzinzi, mama yako hakuwa mzinzi, babu yako hakuwa mzinzi, bibi yako hakuwa mzinzi. Wenda baba yako alikuwa mzinzi. Ile roho ya uzinzi alipokuzaa wewe, ile roho ikakuingia wewe. Umaskini ni roho. Ndio maana utashangaa baba hajafanikiwa. Mtu anakuambia, mtumishi, mimi nashindwa kufanikiwa na baba yake. Unashindwa kufanikiwa, baba yako alifanikiwa. Kwa Mungu akusaidie sana, unatakiwa kumpokea Roho Mtakatifu, na nitakufundisha jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu yani jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Yani ufanye nini ili roho zikutoke na Roho Mtakatifu akae ndani yako. Kwa sababu ukimwi ni roho, kifafa ni roho, wizi ni roho, ulevi ni roho. Ndio maana mtu akishaanza kunywa pombe, kuacha pombe mpaka Roho Mtakatifu amuingie. Mtu mzinzi, kuacha uzinzi lazima lazima Roho Mtakatifu amuingie. Mtu ambaye anaanguka, anguko ni roho. Ndio maana kwa mfano kama mchungaji alikuwa na kanisa, akazini, yule mchungaji akahamishwa, akaletwa mchungaji mwingine, lile roho la anguko kwenye ile kanisa lazima litamuingia yule mchungaji alosimikwa pale, kwa sababu lile kanisa lishaingiliwa na roho ya anguko. Leo nataka nikwambie kitu kimoja. Ufanye nini ili maroho ya kutoke na Roho Mtakatifu aingie ndani yako? Ufanye nini ili maroho ya shetani ya kutoke na roho akae ndani yako? Jambo la kwanza, ukubali kufundishwa. Ukubali kufundishwa kivipi? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, Yesu alipokuwa anaenda kuwatafuta wale mitume 11, 12, cha kwanza wale mitume ili maroho ya watoke, kwa sababu mitume akina Petro akina Yohana walikuwa na maroho mabaya ndani yao. Ndio maana hata wakati ule ambao hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa wamemchinja sikio mtu, walikuwa sio waombaji, walikuwa ni watu waovyo, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa ndani yao. Sasa tufanye nini ili Roho Mtakatifu
aingie ndani yako, roho za shetani zitoke ndani yako, roho za magonjwa, roho za ajali, roho za mauti, yani roho za ukimwi ni roho, kifafa ni roho, uchawi ni roho, matatizo ni roho, umaskini ni roho. Sasa tufanye nini hizo roho zitoke na Roho Mtakatifu akae ndani yako? Cha kwanza, unatakiwa kukubali kufundishwa. Kufundishwa kivipi? Injili inapohubiriwa, ukikubali inamaanisha umeshakubali wakufundishe. Ukikataa inamaanisha umekataa kufundishwa. Kwa sababu gani? Ninaposema unatakiwa kukubali kufundishwa, mafundisho, yanisikiza makini, mafundisho ni mlango wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Mafundisho yanazaa utakatifu. Utakatifu ni sumaku inayomvuta Roho Mtakatifu aingie ndani ya mtu. Sasa ili Roho aingie ndani ya mtu, lazima wewe ukubali kufundishwa, kwa sababu mafundisho ni mlango wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, huwezi kujaza Roho Mtakatifu kama hujafundishwa, hujakaa kwenye mafundisho. Ndio maana sikiza kwa makini, akina Petro kabla hawajajazwa Roho walipewa, Yesu mwenyewe alikuwa akiwafundishwa, alikuwa akiwafundisha. Alipoondoka Yesu, Roho Mtakatifu akaingia ndani ya akina Petro. Na Roho Mtakatifu alipoingia ndani ya Petro akabadilisha mawazo yao, akabadilisha fikra zao, akabadilisha njia zao. Sasa sikiza makini, ili Roho Mtakatifu aingie ndani yako na maroho ya shetani yatoke ndani yako, cha kwanza unatakiwa ukubali kufundishwa. Kwa namna ipi? Nimekwambia hivi, injili inapohubiriwa unatakiwa ukubali. Unapoikubali injili, ukikubali kuokoka, inamaanisha umekubali kufundishwa. Sikiza makini, umekubali kufundishwa. Kukubali kufundishwa ndio unapohubiriwa injili. Labda unaambiwa twende mikutanoni, yani unaambiwa uje ibada. Uwe ni mtu wa kuhudhuria ibada sana. Mtu ambaye anahudhuria ibada sana, anapoambiwa omba, anapoambiwa nenda fanya hichi, soma neno, soma funga, fanya hichi, yule mtu anakuwa ameshakubali kufundishwa. Yani mtu ukikubali kuokoka tu, inamaanisha umekubali kufundishwa. Na kitu kingine, ili Roho Mtakatifu aingie ndani yako, kingine namba mbili, unatakiwa uyaishi mafundisho. Kwa sababu mafundisho yakiishi ndani yako, mafundisho ni taswira ya Mungu. Yani Biblia inaposema usiibe, usizini, usiue, vile vitu unapoviishi, kuna msingi unajengwa ndani yako. Yani sura ya Mungu inaanza kuishi ndani yako. Kwa Mungu akubariki sana. Wako wengi wameshikiliwa na maroho mengi, hayawaachi, kwa sababu wamevikataa hivi vitu viwili. Na kitu cha tatu ni kitu cha mwisho hicho, ambacho cha kwanza nimekuambia ukubali kufundishwa, na cha pili uyaishi mafundisho. Cha tatu, mweke Mungu namba moja kwenye kila jambo, au weka muda mwingi wa kumtafakari Mungu. Unaweza kaandika hiyo, mweke Mungu namba moja kwenye kila jambo, weka muda mwingi wa kumtafakari Mungu. Kwa sababu gani? Ili Roho Mtakatifu aingie ndani ya mtu. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu ambaye Mungu amemweka namba moja. Anapoamka anaomba, kila anachofanya, anapotaka kununua shamba, kila anachokifanya, anataka kwenda dukani, anataka kwenda kokote kule, anamweka Mungu namba moja. Kila mahali, kabla hujashika simu yako, unaomba kwanza. Usiweke simu namba moja, usiweke mke wako namba moja, usiweke pesa namba moja, usiweke dunia namba moja, usiweke chochote namba moja. Weka Mungu namba moja. Halafu hicho kitu kingine nimeambia, uweka muda mwingi wa kumtafakari Mungu. Yani nimekwambia, namba moja, kubali kufundishwa. Namba mbili, yaishi mafundisho. Namba tatu, unatakiwa uweke muda mwingi wa kumtafakari Mungu, au mweke Mungu namba moja kwenye kila jambo. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa mahali patulivu. Roho Mtakatifu akai mahali ambapo pana manyimbo ya bongo. Roho Mtakatifu akai kwenye mtu ambaye anaangalia picha za ngono. Roho Mtakatifu akai kwa mtu ambaye muda wote anaangalia mamuvi. Roho Mtakatifu akai mahali ambapo pana makelele. Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu aliyejitenga, anasoma neno. Roho Mtakatifu amekaa kwa mtu ambaye amejitenga, ametingwa na kuomba, ametingwa na ibada, ametingwa na mifungo, ametingwa na mambo ya Mungu. Roho Mtakatifu ndo anakaa mahali pale. Ndio maana sikiza
sikiliza kwa makini. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwa mtu ambaye kichwa chake bado hakijatulia. Roho Mtakatifu anakaa kwenye kichwa ambacho kimetulia. Kwa hivyo vitu vitatu uvitendee kazi, ndipo pale ukimwi ambao ni roho utakutoka, kwa sababu ukimwi ni rahisi kupona sana, kwa sababu ukimwi wenyewe ni baraka kutoka kuzimu. Yani ile ni roho, yani ukimwi ni baraka kutoka kuzimu, na ile ni roho kamili. Na uzinzi ni roho, presha ni roho, kisukari ni roho, kansa ni roho, magonjwa ni roho, yani mambo yote ya shetani, kila roho, yani ukimwi ni roho, presha ni roho. Ndio maana mtu akivamiwa na presha hawezi kupona. Ndio maana mtu akivaliwa na ukimwi hawezi kupona. Ndio maana mtu akivaliwa na ukichaa hawezi kupona, kwa sababu vile vitu ni roho. Kwa Mungu akubariki. Kipindi changu kinaishia hapa. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema.